Sikuja hapa kuzungumzia kauli ya mkuu wa wafanyakazi wa Israel, Eyal Zamir, aliyotoa jana kuhusu kuporomoka kwa jeshi la Israel. Kauli ambayo alitoa ilistua na imekuwa mjadala mkubwa sana ndani ya Israeli. Ni ile aliyosema kuwa jeshi la Israeli liko kwenye njia ya kusambaratika na kuanguka kabisa kutokana na shida ya masuala ya kisiasa, lakini anasema jeshi lina upungufu mkubwa wa wafanyakazi. Hayo ni maneno yaliyotolewa na mkuu wa wafanyakazi wa Israel, Eyal Zamir, akiongea na vyombo vya habari. Alikuwa anaongea na baraza la mawaziri kuwastua kuwa hicho mnachokizungumza kwenye siasa hakipo kwenye uhalisia wa sisi tunaofanya kazi kwenye jeshi. Sitaki kuzungumzia hilo swala kwa sababu nimeshalieleza kwa kina. Kwa wale ambao wapo kwenye magrupu yale ya Rahbi Update ambayo yanapokea uchambuzi wa kila siku, haya ni magrupu ya kulipia, yanapokea uchambuzi wa kila siku, nimeshalifafanua kwa kina swala hili. Takriban dakika 15 mpaka 17 nilieleza swala moja tu, kauli iliyotolewa na Eyal Zamir kuhusu taarifa hii kamili. Nataka kuzungumza si kwa dakika nyingi, kwa dakika fulani tu nitazungumza. Nataka kuzungumza kuhusu hiki kinachoandikwa sana na vyombo vya habari vya Magharibi na kinavyozungumzwa sana na vyombo vya habari kuhusu mpango wa Marekani wa kwenda kuteka kisiwa cha Karg cha Iran, kisiwa ambacho kinatoa takriban 80% ya nishati. Yani hapo ndio mitambo ya Iran ya uzalishaji wa mafuta imejikita. Kwa hiyo hapo usafirishaji wa mafuta ya Irani zaidi 80% mpaka 90% yanatoka kwenye kisiwa hicho kuelekea Hormuz na kwenda duniani. Kumekuwa na hesabu ambazo zinapigwa na CIA, Pentagon pamoja na jeshi la Marekani kuhusu kwenda kuteka lile eneo, katika kile ambacho Donald Trump anasema ikiwa Irani hawatokubali kuja kukaa kwenye meza ya mazungumzo na kukubaliana kile ambacho tunakitaka, basi hesabu zinaandaliwa kwa ajili ya kwenda kuteka kile kisiwa na kukifanya milki ya Marekani ili kuishinikiza Irani iweze kufungua mfereji wa Hormuz. Ukisikiliza hii hadithi ni kama inavutia, lakini ni hadithi ya kufikirika. Unajua, kuna wakati Western au ulimwengu wa Magharibi huwa unatulazimisha tuishi kwenye mawazo yao, na pale wewe unapokuwa na mawazo nje ya uwezo wao, kuna watu wenyewe katika sisi kwa sisi, wakiwemo Afrika wenzetu kwa sisi kwa sisi, bado huwa hatuamini tunachokisema. Tunaamini zaidi kile kilichosemwa na ulimwengu wa Magharibi kuliko kile ambacho tunakiona kwenye uhalisia. Ndio walipotuharibu, kwa sababu walituharibu wakatutengeneza kutuaminisha kuwa wao ni bora sana, wao wana mipango sana na wao wanajua sana. Ndio maana huwezi kushangaa kuja mtu kucomment hapa kwenye comment yangu, mimi ataweka atasema wewe unajua zaidi kuliko wao. Mbona mimi nimeyazungumza mengi kabla ya wao kuvamia na yametokea? Manake walikuwa hawajui, walikuwa wanajua, au walidharau au walipuuza. Maana yake kuwa ni ndogo tu, kuwa kuna vitu tunavizungumza na vinatokea, lakini wao walitupa vingine, wakatuaminisha kivingine kuwa hilo lingisingekuwa. Kwani sikusema mimi kama Irani ni nungunungu? Nilisema kuanzia mwanzo wa vita kuwa Irani ni nungunungu. Nungunungu ambaye ili uweze kumuua, jiandae kuwa utakuwa unachuruzika damu kila kona, kwa sababu ana miba mikali, atakuchoma kweli kweli. Kwa hiyo unayo nafasi, una nguvu ya kuvumilia maumivu ya damu, maumivu ya miba mpaka pale utapomaliza roho yake itoke. Hapo ndio swali lilikuwa, unaweza kuhimili hilo? Anatuonyesha Irani ni hayo ukali wa miba yake ambayo imeenea kila kona. Sasa ukisikiliza vyombo vya habari vya Magharibi wanavyozungumza kuhusu kisiwa cha Karg, utadhani sio wao waliotuambia kuhusu uwezo wa Gerald Ford, utadhani sio wao waliotuaminisha kuhusu Abraham Lincoln wakati zimeizingira Iran. Leo hii hakuna hadithi wala vyombo vya habari vya Magharibi vinaotaka tujadili kuhusu wapi ipo Abraham Lincoln, wapi ilipo Gerald Ford. Hawataki tulijadili hilo. Hawataki tujadili kuhusu uwepo wa kambi za kijeshi za Marekani zilizokuwa Gulfu. Hawataki tujadili. Lakini awali, wakati wanatupa taarifa kabla ya uvamizi wa Irani, zilikuwa sambamba. Ni katika historia ambazo tulikuwa tukizisoma. Marekani ana vikosi Iraq, Marekani ana vikosi Abu Dhabi, Marekani ana vikosi Kuwait, Marekani ana vikosi vya kutosha sijui pale Qatar, Marekani ana vikosi vya kutosha kule Jordan, Marekani yupo Saudi Arabia, Marekani ana kikosi cha wanamaji kiko Bahrain. Marekani ilikuwa ni wimbo mzuri wa kutuaminisha kuwa wana nguvu ya kutosha. Nguvu ya kutosha iko hapo. Leo tunasoma habari kuwa Marekani inapanga kupeleka askari wengine 10,000
kwa ajili ya mpango wa kwenda kuteka kisiwa cha Karg. Tukosoe au tuseme uhalisia? Hatukosoi, tunazungumza uhalisia kuwa jamani, hebu tutumie akili zetu ndogo au tutumie akili za ziada kutafakari vitu vichache sana kuhusu hili swala. Kabla ya uvamizi wa Marekani ndani ya Iran, Marekani alikuwa amepungukiwa nini kwenye uvamizi wake? Alipungukiwa askari? Alipungukiwa silaha? Alipungukiwa meli? Alipungukiwa ndege? Au alikuwa amepungukiwa nini? Alikuwa yuko full combat, yani alikuwa yuko full na alikuwa ana kila kitu. Leo kimepungua nini mpaka kuambiwa kuwa anahitaji kuongeza askari 10,000, sijui kuongeza meli nyingine kuja pale? Kuna vitu vimepungua, mambo hayajaenda sawa, au kuna kitu gani ambacho kiko hapa? Hebu tukae kwa akili ya kutafakari, tuchukue uwezo wa kambi moja moja zilizokuwa pembeni ya Hormuz, kwa sababu hiki kikosi kinakwenda kwa kazi maalum ambayo tunaambiwa kazi ya kwenda kufungua mfereji wa Hormuz, yani kazi ya kuteka Karg ili Iran aweze kufungua mfereji wa Hormuz. Sawa. Kisiwa cha Karg kiko kilomita 19 kutoka kwenye fukwe za Iran. Ndio hapo kisiwa kipo. Kina mbinu nyingi ya kijeshi kilikuwa kimewekewa, na Marekani alifanya mashambulizi makubwa sana wiki ya pili kwenye hiki kisiwa katika miundombinu ile ya kijeshi. Anasema dhofisha miundombinu yote ya kijeshi ili Marekani awe rahisi kwenda kuteka hili eneo. Jamani, kulikuwa kuna meli ya Abraham Lincoln, meli ya kisasa yenye thamani ya zaidi ya mabilioni ya dola ilikuwa pale. Kulikuwa kuna meli ya Gerald Ford yenye thamani ya mabilioni ya dola. Meli hizi zote mbili ni meli zenye uwezo wa kisasa, meli nzuri kubwa, zenye ulinzi madhubuti, zenye mifumo bora ya kunusa na kuhakikisha kila kitu. Uwepo wa mamia ya askari, manake kuna meli ilikuwa mpaka ina askari 5,000. Yani uwepo wa mamia au maelfu ya wanajeshi waliokuwa ndani ya hizi meli walikuwa wanajiona wako safe kwa sababu ya aina ya jumba walilokuwa wamejihifadhi, kuwa walikuwa wanaamini wao wako katika sehemu salama zaidi ambayo hawawezi wakaguswa kwa namna yoyote. Ziko wapi? Zimekwenda wapi hizo meli? Zimepaki wapi? Gerald Ford iko Ugiriki. Abraham Lincoln haijulikani iko wapi. Kwa nini hatuambiwi ziko wapi? Kwa nini story haiji kuambiwa kuwa zimefanya mission gani mpaka sasa ili kukamilisha huu mpango na tuone? Yani wanatubadilishia hadithi kutaka kutulazimisha tuamini kuwa eti suluhu la matatizo yote ya Marekani litapatikana pale Marekani itapoenda kuchukua kisiwa cha Karg. Yani Marekani akienda kuchukua kisiwa hiki ndio suluhu nzima ya matatizo itapatikana. No. Tuache kudanganyana. Tuache kuishi kwa kukariri. Tumekaririshwa tukaaminishwa vitu ambavyo hata havipo. Kambi ya kijeshi ya Marekani iliyokuwa Iraq ilikuwa na askari maelfu. Kambi ya kijeshi ya Marekani iliyokuwa Kuwait ilikuwa na askari 13,500. Kambi ya Al Udeid iliyopo Qatar ilikuwa na wanajeshi 10,000. Yani totally in GCC Marekani alikuwa na askari 40,000. Na kambi za kijeshi za uhakika, mfano kambi ya kijeshi iliyopo pale Bahrain, hii ni kambi ya wanamaji, ilikuwa na jeshi la wanamaji ambalo lina vifaa vyote na mihimili yote, kila kitu. Ukisoma vyombo vya habari vya magharibi ikiwemo Wall Street Journal iliandika pamoja na The New York Times, inasema kuwa zaidi ya kambi 10 au 13 za Kimarekani hazina wanajeshi, wametoka kwenye kambi kwa sababu hazina usalama, hazina ulinzi, hazina vidhibiti, kwa hiyo vyovyote watashambuliwa. Hii inaenda sambamba na ukisoma kwenye andiko aliloliposti waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi jana, aliandika akasema kuwa wanajeshi wa Marekani wanawatumia raia wa GCC kama human shields. Wanawatumia raia wa hili eneo kama ngao ya kibinadamu, yani human shield. Maana yake kuwa anasema kuwa tena alikuwa ameposti huko akitoa sambamba na picha ya mwanajeshi wa Kimarekani anaingia hotelini. Akasema hawa wanajeshi wametoka kwenye kambi zao, wameenda hotelini. Wanaenda wanakaa wanaishi hotel. Wanahatarisha usalama wa raia kwa sababu sisi tutashambulia hizo hoteli kwa sababu tunajua mipango inapikwa huko. Kwa nini wametoka kwenye kambi zao wanaenda kuishi kwenye hotel? Sasa hiyo ni kauli ya waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi. Sasa leo hii eti magharibi wanataka kutulazimisha tuamini kuwa wakija wakateka kisiwa cha Karg kitalazimisha Irani ifungue mfereji wa Hormuz. Hii hadithi haifanani na hadithi iliyoanza mwanzo baada ya ujasusi wa Israel kwenda kwa Marekani kuwa tukimuua tu kiongozi mkuu na hao majenerali wakubwa, chaos itaibuka ndani ya nchi, watu wataingia barabarani. Hakuna kipindi bora kabisa ambacho Irani amedhoofika kama kipindi hiki. Hiyo sio tathmini yao? Kwa nini tukizikosoa hizo tathmini kuna watu wewe unajua zaidi yao? Mbona tuliyajua haya kabla?
Mbona tuliyajua, na nilizungumza awali kabisa nikamwambia kuwa huku ni kujidanganya kuamini kuwa Wairani wataingia barabarani kwa ajili ya kusaidia Israel na Amerika. Walishajifunza kwenye vita za nyuma. Yametokea hayajatokea? Yametokea hayo. Nilisema kuwa hata Amerika na Israel wapigane vita ya muda gani kwa Irani, hawatotimiza malengo yao ya kubadili utawala, hawatotimiza malengo ya kuvunja uwezo wa makombora, hawatotimiza malengo ya kuathiri nyuklia yao. Yako wapi? Si mpaka sasa hivi yanaishi, yanatimia. Sasa tuamini ujasusi wao ambao huwa unaongezewa chumvi, au tuamini uhalisia ambao sisi tunauona? Hivi inawezekana kweli wapi? Tuseme wapi kuna kisiwa? Hapa sisi kwetu tuchukue kisiwa gani? Visiwa vilivyopo. Tuseme kuna kisiwa kiko pale Mbudia. Pale ndio imewekwa kambi ya kijeshi, sio imewekwa tunachimba nini, kila kitu iko hapo. Halafu eti wewe uje uteke kile kisiwa. Hii nchi huku isalimu amri. Au tuende kisiwa gani? Cha Mafia au tuende kisiwa gani? Yaani wewe uteke kisiwa, halafu nchi isalimu amri. Hivi hizi hesabu zao wanazipiga wapi? Kuwa baada ya hapo mfereji utafunguliwa. Mbona visiwa vya Kargi kiko mbali sana na Hormuz? Yaani kuwa hakiakisi lolote na Hormuz. Hakiwezi kusababisha Hormuz ikafunguka. Itasababisha Hormuz ifungwe complete kamili. Halafu ukae ukijua kitu kimoja, kuwa kama wanajeshi wa Marekani waliokuwa kwenye kambi za kijeshi za Marekani katika lile eneo walikuwa kwenye kambi bora zenye majengo mazuri, zenye mifumo mizuri, ulinzi wa anga mzuri, walikuwa na tunnel za chini ambapo kuwa wanaweza kwa dharura wakaenda kule. Wameshindwa kukaa kwenye hizo kambi. Wamevurumushwa na makombora, leo hawapo kwenye hizo kambi na haziwezi kuwalinda tena. Hivi leo wanajeshi wa Marekani watoke kule waje wateke kile kisiwa. Si ni sasa umeingia kwenye mdomo wa mamba? Unasubiri nini? Yaani si wamemrahisishia kazi Irani kuwa atawafyatua pale pale wakiwa. Kama anaweza kupiga makombora, meli zao zipo maelfu ya kilomita kule ambako meli zina ulinzi, zina kila kitu. Leo unaenda kuvamia kisiwa, halafu baada ya kukivamia kisiwa unatuliaje? Utakuwa umekaa tu hapo kwenye kisiwa unasubiri kuwa tumeshachukua kisiwa chake afungue kule. Hizi hesabu Marekani alizipiga Ukraine, akampa akili hii Ukraine akaenda akachukua kursi. Mnakumbuka, akavamia kwa mbwembwe, akachukua eneo kubwa sana kwa muda mfupi kabisa, akatembea kama yani spidi, akachukua eneo alilolichukua Ukraine kwa kipindi cha wiki 3 lilikuwa ni eneo kubwa kuzidi Urusi alilochukua kwa mwaka mzima kule kwake. Hesabu zilifikia wapi? Ukraine yupo kursi? Zilikuwa hesabu za Marekani za kutaka kubalance uwanja, kuwa tukikaa kwenye meza na unaweka, unaachia na achia. Hesabu zilifeli hizo. Sasa huu si ndio ujasusi wao? Unawapa haya majibu kuwa fanye hivi, tufanye hivi, inatokea hivi. Lakini si kuwa eti kila wanachotuambia wao tuchukue na sisi kama kasuku tuanze kuimba kuwa eti huu ndio ukweli. Jamani, swala la Amerika kwenda kuteka kisiwa cha Kargil, mimi naweza nikamwambia ni moja ya vichekesho. Kitakuwa kichekesho na kitakuwa maafa makubwa kwa Marekani. Yaani ni kichekesho ambacho kitazalisha maafa makubwa kwa Marekani, kwa sababu kitendo cha wao kukaa tu kwenye kisiwa cha Kargil, watakuwa ni sehemu ambayo wako wazi mno, ambayo haina usalama, na watakuwa on target kwa kushambuliwa kwa kutoka popote. Hivi sasa wanajificha, sijui wanaishi wapi wengine huko. Sasa waende wakakae sehemu ambayo wanajulikana kabisa wako sehemu fulani, halafu wamekaa kwenye kisiwa ambacho ni mali ya hao. Nimeona taarifa ya Irani kuwa wamekuwa wakiandaa, yani wanajipanga kusubiri Marekani kuchukua hicho kisiwa, kwa sababu wamekuwa wakiandaa makombora yale ya kutega ardhini katika kisiwa hicho, wamekuwa wakiandaa mitego mbalimbali, lakini kuzunguka kisiwa chote pia wamekuwa wakitega mabomu na nini. Wanasubiri hiyo operation ya Marekani. Katika mistake ambayo Marekani wataifanya, na sitegemei kama kuona Marekani wanaweza wakaingia kwenye mtego huu kwa kitoto, wakijinga, kujaribu kuingia kwenye kisiwa cha Kargil. Nadhani watakuwa wamewachoka wanajeshi wao wote kuwapeleka pale. Yaani watakuwa wamewapeleka machinjioni. Hakuna atakayerudi, kwa sababu utawaweka sehemu ya wazi kabisa kufikika, sehemu ambayo ni rahisi kwa target, kwa sababu hivi sasa target kubwa ya Irani ni wanajeshi wa Marekani. Sasa yani wewe unawatoa sehemu, unawapeleka sehemu iliyo ya wazi kabisa, yani wako sehemu ya wazi ambayo wataguswa moja kwa moja. Kwa hiyo hebu tuachaneni na hizi hadithi ambazo zinaimbwa na vyombo vya habari vya magharibi kutuaminisha kuwa na kutulazimisha kuhisi kuwa eti suluhu ya matatizo ya Marekani itakuja kutatuliwa na Marekani baada ya kutuma kikosi cha askari 10,000 kuja kuteka kisiwa cha Kargil, halafu hapo Irani itasalimu amri. Marekani alikuwa bora zaidi kabla ya vita, amekuwa bora zaidi katika kipindi hicho. Alikuwa na vikosi vingi zaidi na alikuwa amejipanga zaidi na alikuwa yuko imara zaidi kabla ya mzozo. Leo hii huwezi kuniambia kuwa hawa askari wakuja kwa kujiungaunga, wanaletwa 2,000, wanaletwa wanajipanga hapa eti watabadili upepo wote. Kwa no. Hii Trump alishaichungulia akaona kabisa hapa ukivuliwa nguo mtu mzima unachutama. Ndio maana analazimisha watu wakae kwenye meza. Leo anasema kuwa nimewaongezea siku 10
Irani, tumewaongezea siku 10 kwa sababu wameomba wao tuwaongezee siku 10, watakuja kukaa kwenye meza. Hata waliokuwa wapatanishi wa hiyo shughuli wenyewe wamekanusha, wakasema no, Irani hakuna sehemu aliyoomba. Huu ni mpango wa Trump mwenyewe, kwa sababu hesabu za Trump saa 48 zilikata, zikawa siku 5. Siku 5 ambayo ilikuwa inakwisha Ijumaa ilikuwa inakata, na Irani walikuwa hawajasalimu amri wala hawajafanya lolote Marekani anataka. Kwa Trump kaadi siku 10 mbele, kuwa baada ya siku 10 wamesema kuwa, yani amekaa kama mbashiri, anakaa anabashiria kuwa ndani ya siku 10 nijaribu kutuma nchi ziwasukume kwa nguvu zote waje kukaa kwenye meza, ili aweze kutimiza kuunga hadithi kutokea nyuma kuwa mmeona. Kwa sababu mnakumbuka kipindi rais wa Iran Masoud Pezeshkian wiki ya pili ya vita alivyosema, akawaomba radhi washirika wa Gulf, akamwambia tunawaomba radhi kwa kuwashambulia, lakini hii yote inahusu nyinyi, na akaahidi kuwa hatutawashambulia tena mpaka pale nyinyi mtaporuhusu ardhi yenu itumike dhidi yetu. Trump akaja na andiko akasema kuwa umeona, Iran yenyewe imesalimu amri. Hiyo yote inatokana na kipigo tulichowapiga mpaka wameamua kusalimu amri, wameenda kuomba radhi kwa washirika wetu. Lakini siku hiyo hiyo Waarabu wakaruhusu ardhi itumike na Iran akarudi kutandika tena, mpaka leo anapiga. Kwa hiyo Trump huwa anatafuta yani wapi ajaribu kupenyeza ndogo ndogo aonekane kama yeye kuwa, yani kwa sasa hivi inachoonekana, unaona kama sasa hivi kinalazimishwa ni mazungumzo ya Marekani, anayolazimisha yawe mazungumzo, lakini anayalazimisha picha ya mazungumzo ionekane kuwa ni picha ya Irani ndio anataka mazungumzo. Hivi unazungumza na nini? Yani unazungumza nini na mtu ambaye tayari umemshinda? Yani mtu ambaye tayari umeshamtandika, mnazungumza nini? Unataka ujadiliane naye nini? Manake tupe tu jibu halisi kuwa sijampiga, ndio maana namuita tuzungumze. Manake kuwa ungekuwa umempiga, mazungumzo ya nini? Si umeshamaliza kazi? Yani wasitake kutulazimisha tuamini kile wao wanachokiamini. Sisi tunaamini kile tunachokiona, na huo ndio uhalisia. Haijalishi unapenda nini, haijalishi unapenda kitu gani. Kama unapenda masuala ya kwako, wewe endelea kupenda, lakini sisi tunazungumza ukweli uliopo, na haya ndio yanayoonekana kuwa no, hesabu za Marekani na Israeli zimefeli mbali kabisa, na hazionyeshi kama kuna dalili yoyote ya kutimiza haya malengo kwa njia ya kijeshi. Ndio maana wanataka waje wapate ushindi wa mezani kwa kujaribu kulazimisha makubaliano yale yaliyokataliwa wakati ule wanayaleta kwenye meza, wajaribu kuyalazimisha kuwa twende kwenye njia hii, ili waje watambe kuwa umeona tumeshinda hii mechi. Mlienda kwenye vita, malizeni kila kitu, sio mtulazimishe tuamini kuwa nyie kile ambacho mnachotaka kukiamini. Niwashukuru sana na asanteni, na shukuru pia, tutakutana mara nyingine. Asante.